Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri usiku huu katika nyanja za kisiasa humo nchini. Habari jioni hii ni kwamba gari la John Heche limeshambuliwa kwa risasi. Chama upinzani Chadema chaweka wazi taarifa za kusikitisha. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimelaani vikali tukio la vurugu lililohusisha shambulio kwa John Heche lililotokea jana kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya. Kwa mujibu wa chama hicho, gari la naibu mwenyekiti wake John Wegesa Heche liliweza kuvamiwa na kupigwa risasi wakati akiripotiwa kuwa njiani kwenda kuhudhuria mazishi mpakani. Tukio hilo limeibua hasira ya kitaifa huku kukiwa na wasiwasi juu ya usalama wa viongozi wa kisiasa nchini Tanzania na jinsi vyombo vya usalama vya dola vinavyoshughulikia na viongozi wa upinzani. Katika taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho Chadema, Brenda Rupia, Chadema ilisema kuwa shambulio kwa John Heche lilihusisha matumizi ya risasi za moto, risasi hatari. Alieleza kuwa gari hilo lilipigwa risasi kadhaa, matairi yake yakatobolewa au kupata pancha na baadaye kuvutwa hadi kituo cha polisi kilichokuwa karibu. Shambulio hilo kulingana na yeye pia halikuwa kitendo cha nasibu, bali ni tukio lililolengwa ambalo linazua maswali mazito kuhusu uvumilivu wa kisiasa na utawala wa sheria nchini Tanzania. Kufuatia shambulio hilo la Heche, kulingana na Chadema, iliripoti kuwa dereva wa gari hilo alikamatwa eneo la tukio hadi wakati taarifa hiyo inatolewa. Dereva alikuwa bado rumande akidaiwa kutokuwa na dhamana wala maelezo yoyote rasmi kutoka kwa polisi. Maendeleo haya ambayo tukio zima lilitokea usiku wa jana, chama hicho cha Chadema kilisema yameongeza hofu ya kufichwa kwa sababu za kisiasa na kuongeza wasiwasi juu ya kukandamizwa kwa shughuli za upinzani kupitia vitisho. Chama hicho kilieleza shambulio hilo kwa John Heche kuwa ni onyesho la kushtua la uvunjaji sheria ambalo linasisitiza hali ya hofu inayoongezeka miongoni mwa wanachama wa upinzani. Rupia alisisitiza kuwa hii haikuwa kesi ya pekee, bali ilikuwa ni sehemu ya mtindo unaotia wasiwasi ambapo viongozi wa kisiasa wa upinzani wananyanyaswa au kulenga ghasia. Katika taarifa, maripoti hiyo iliyochapishwa kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram, nikinukuu, ilisema chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetoa taarifa ya kulaani kile kinachodaiwa kuwa ni shambulio dhidi ya gari la makamu mwenyekiti wa chama hicho, tukio lililotokea katika mazingira yanayoibua maswali kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa nchini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema, gari la makamu mwenyekiti lilishambuliwa kwa risasi za moto, likapasuliwa tairi na baadaye kuburuzwa hadi kituo cha polisi. Mtazamaji, haya ni maneno ambayo yalizungumzwa na Brenda Rupia na kuna video ambayo sitaweza kuiweka hapa public, lakini ukiweza kutembelea mtandao wa Instagram wa vituo vya habari kama vile Wananchi Forum utaweza kupata video hiyo ikitrend sana mitandaoni. Hata hivyo, kwa mujibu wa Chadema, matumizi ya silaha katika hali hii yanaashiria ongezeko la kutisha ambalo linatishia maadili ya kidemokrasia ya Tanzania. Katika taarifa yao, Chadema leo ilivitaka vyombo vya ulinzi na usalama kumwachia mara moja dereva huyo na kuanzisha uchunguzi wa uwazi kuhusu shambulio hilo la risasi kwa John Heche. Chama hicho kiliwataka polisi na mamlaka nyingine kuzingatia utawala wa sheria, kuheshimu haki za raia na kuhakikisha kwamba watu wote bila kujali itikadi za kisiasa wanapata ulinzi sawa chini ya katiba. Uongozi wa chama pia ulisisitiza kuwa uwajibikaji kwa tukio hili ni muhimu katika kurejesha imani ya umma kwa taasisi za serikali. Brenda Rupia aliendelea kusema, alieleza zaidi kwa shambulio kwa John Heche limepelekea mawimbi ya hofu na kufadhaika miongoni mwa wanachama wa chama na wananchi kwa pamoja. Alisema kuwa ikiwa viongozi mashuhuri wa kitaifa kama John Heche wanaweza kulengwa kwa uwazi au hata kufyatuliwa risasi gari lake, wananchi wa kawaida wanaweza kuhisi kutokuwa salama, kutoa maoni yao ya kisiasa au kushiriki katika shughuli za kidemokrasia. Alikariri kuwa siasa za upinzani hazipaswi kuchukuliwa kama tishio kwa usalama wa taifa, lakini kama sehemu muhimu ya demokrasia yenye afya. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania wamehusisha mashambulizi ya Heche na mvutano unaoongezeka kati ya vikosi vya serikali na upinzani katika miezi ya hivi karibuni. Wachambuzi wanasema kuwa tukio hilo linaonyesha kupungua kwa nafasi ya kisiasa nchini Tanzania, ambapo sauti zinazopingana mara nyingi hukabiliwa na nguvu nyingi au vitisho. Wengi wametoa wito kwa waangalizi wa kimataifa kufuatilia kwa karibu maendeleo, wakihofia kwamba matukio kama hayo yanaweza kudhoofisha utulivu wa kisiasa wa nchi. Kufuatia shambulio hili kwa John Heche usiku wa jana, mashirika ya haki za kibinadamu na haki za kidemokrasia pia yametilia maanani, yakitaka uchunguzi huru na kuonya kwamba kutokujali kunaweza kuchochea ghasia zaidi. Walisema
wamesema kuwa kulengwa kwa viongozi wa kisiasa kunaweka historia ya hatari na kunafifisha maendeleo ambayo Tanzania imefikia katika kukuza haki za kiraia na demokrasia ya vyama vingi. Mashirika haya yameitaka serikali kudhamini ulinzi wa raia wote bila kujali historia ya kisiasa. Wakati mabishano yanayohusu shambulio la John Heche yakizidi kuongezeka, Chadema imeendelea kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa wananchi, ikitaka kuwepo kwa utulivu lakini upinzani thabiti dhidi ya vitisho vya kisiasa. Viongozi wakuu wa chama hicho waliapa kwamba hawatanyamazishwa na uoga na wataendelea kutetea haki, usawa na uhuru wa kujieleza kisiasa kwa njia za amani na halali. Wakati huo huo, kutokuwepo kwa taarifa rasmi kutoka kwa polisi kuhusu shambulio hilo ambalo limeweza kutangazwa leo na rupya kwa John Heche kumechochea uvumi na kutoaminiana. Wananchi kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakitaka kuwepo kwa uwazi na uwajibikaji, wakihoji kwa nini tukio zito kama hilo linalomhusisha kiongozi mkubwa sana wa kisiasa wa kitaifa bado halijashughulikiwa hadharani na mamlaka. Ukimya huo, kulingana na wengi, unatia nguvu tu tuhuma za upendeleo wa kitaasisi na kuingiliwa kisiasa. Viongozi wa upinzani kutoka katika nyanja mbalimbali sasa hivi za kisiasa wameonyesha mshikamano wake na Heche, wakilaani shambulio hilo kwa John Heche kuwa ni unyanyasaji wa kidemokrasia na ishara ya onyo ya kuongezeka kwa uvumilivu wa kisiasa. Wameitaka serikali kuchukua hatua madhubuti kuwalinda wanasiasa wote na kuhakikisha kuwa hakuna mwananchi anayekabiliwa na ghasia kwa kutumia haki yake ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Huku taifa likisubiri majibu, joto la kisiasa linaendelea kuongezeka. Shambulio kwa John Heche limekuwa zaidi ya tukio la pekee, limegeuka kuwa ishara ya kuongezeka kwa mapambano ya uhuru wa kidemokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania. Chadema imeapa kufuata haki kupitia njia zote za kisheria na kidiplomasia, kikisisitiza dhamira yake ya amani, uwajibikaji na kulinda haki ya kila Mtanzania ya usalama na ushiriki wa kisiasa. Baada ya shambulio kwa John Heche, wito wa kuangaliwa kimataifa umeongezeka, huku uangalizi wa kikanda na wajumbe wa kigeni wakiripotiwa kufuatilia hali hiyo kwa karibu. Wengi wanaamini kwamba kilichomtokea Heche kinawakilisha mtihani mkubwa kwa taasisi za kidemokrasia za Tanzania na uwezo wao wa kusimamia haki bila upendeleo. Wanadiplomasia na watetezi wa haki za binadamu wamesisitiza kwamba serikali yoyote inayoaminika ni lazima ionyeshe kutovumilia ghasia zinazochochewa kisiasa na kuonya kwamba kushindwa kuchukua hatua madhubuti kunaweza kuondoa imani katika dhamira ya Tanzania ya haki za binadamu na utawala wa kidemokrasia. Huku vumbi likitimka, shambulio kwa John Heche linasalia kwa ukumbusho mzito wa uwiano dhaifu kati ya mamlaka na uwajibikaji katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania. Wananchi wa Tanzania ndani na nje ya nchi wanatazama kwa makini kuona kama haki itatendeka au kama tukio hilo litafifia na kwa sehemu nyingine ambayo haijapatiwa ufumbuzi katika historia ya taifa. Kwa Chadema sasa hivi na wafuasi wake, mapambano hayajaisha. Wanasisitiza kwamba ukweli, uwazi na ulinzi wa raia wote lazima usimame juu ya siasa. Kwa maoni yao, kuhakikisha haki kwa John Heche si tu kuhusu mtu mmoja, ni kuhusu kutetea nafsi ya demokrasia ya Tanzania. Ni hayo tu mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.